Kuna hazina zilizoko gizani. Giza katika lugha ya Biblia linaweza likawakilisha hazina ambazo sio rahisi kupatikana. Kwa nini? Kwa sababu ni hazina fiche. Fiche. Mwambie jirani yako, hazina fiche hazionekani kwa urahisi. Mali fiche, maarifa fiche. Wanasema thirsty currency, fedha fiche. Kwa hiyo kuna fedha fiche, kuna biashara fiche, kuna maarifa fiche. Jana tulikuwa tunajifunza maarifa fiche. Sio rahisi kuona, na vitu vingi ambavyo vina thamani kubwa ziko katika hali ya fiche, ziko katika hali ya thirsty, ziko katika hali ya kutoonekana kwa urahisi. Sio rahisi kuona. Vinavyoonekana na thamani yake ni ndogo, visivyoonekana kwa urahisi na vingine sio kuwa havionekani tu kwa urahisi, havifikiwi kwa urahisi, havipatikani kwa urahisi. Ukisoma kwenye Wimbo Ulio Bora, Biblia inaelezea, inasema hata mume mwema, hata mke mwema, anasema ni kama mti wa mpela uliooteshwa katikati ya mti wa miba. Yaani ni mti wa mpela na umezaa mapela mengi, lakini huu mpela umezungukwa na kichaka cha miba. Kuyafikia mapela ni mpaka uchomwe na miba. Ndivyo anasema mwandishi wa Wimbo Ulio Bora, kwamba mpenzi anayepatikana kirahisi, mchumba anayepatikana kirahisi, mke mme anayepatikana kirahisi, bado hayuko katika fiche, hayuko katika hali ya ugumu wa kuonekana, ugumu wa kufikika, ugumu wa kumilikika, bado sio wa thamani. Anamaanisha vitu vizuri vinaweza kuonekana, lakini kuonekana kwake havionekani kwa urahisi. Vitu vya thamani, vitu vya gharama, vitu vya bei vinaweza kuonekana, lakini havionekani kwa urahisi, havifikiki kwa urahisi, havipatikani kwa urahisi. Waulize waliochimba dhahabu, watakwambia kuchimba dhahabu sio rahisi. Kwanza kujua hapa ni dhahabu ni kazi, na hata ukijua hapa ukapima ukajua hapa kuna dhahabu, mpaka ukaifikie dhahabu ni gari. Kuna kuchimba, kuna vifaa vya kuchimbia, kuna muda wa kutosha, kuna muda wa kutosha, kuna kuja kufika mpaka ukafike, ukatwange, ukachekeche, ukaoshe, ukafanyeje. Ase ni process. Na unakuja kupata kakitu kadogo, nako naambiwa eti nako kana bei kubwa kweli. Kapunje kama kapunje kamchele, eti baba wewe ulifanyaga dhahabu ka ukubwa wa punje ya mchele, gharama yake vipi? Ni kubwa, lakini kukapata ni kazi. Kwa hiyo mali zote, thamani zote, hazina zote kubwa, upatikanaji wake ni mgumu, uonekanaji wake ni mgumu. Ukiona kitu kinaonekana kwa urahisi na watu wanakikimbilia sana, hicho hakina bei kubwa. Kitu chenye bei kubwa kukiona sio rahisi, kukijua sio rahisi, na hata ukijua kukifikia sio rahisi. Na watu kukukubalia wakakwambia tukizembe kwamba hiyo ni sawa, hiyo ni mali, ujue hapo hamna mali. Kitu chochote ambacho ni mali ni gharama. Unalipa gharama ya muda, gharama ya nguvu, gharama ya elimu, gharama ya maarifa, gharama ya vifaa vya kiteknolojia vinavyotumika, ni gari. Kwa hiyo hii ni hazina ya gizani. Sema hazina za gizani. Na hazina zote za gizani
zinamilikiwa na nguvu za giza, zinamilikiwa na nguvu za Ibilisi. Mapepo yote yanazingira, majini yote yanazingira, wachawi wote wanazingira, waganga wote wanazingira. Mpaka uipate wanalipa gharama ngumu sana. Kitu chochote ambacho kukipata gharama yake ni ngumu. Watu wengi wanafika mahali wanaachilia, wanaacha, hawaendelei nacho. Hicho ndicho cha thamani. Ni hazina za gizani, ni moja ya hazina za gizani, ni moja ya hazina fiche. Sema hazina fiche. Sema amina. Kuna elimu hapa duniani, kuna elimu. Ukitaka kusoma fakati fulani, wote mko chuo kimoja, lakini fakati unayotaka kuchukua wewe, gharama yake, malipo yake, ada yake ni tofauti na ada ya fakati nyingine. Utafikiri mnasoma vyuo tofauti. Na kuna vyuo hapa Afrika, vyuo vikuu, ukiweza kusoma chuo hiko unaogopeka, unaajirika, huwezi kukosa ajira. Wanasema ajira ni ngumu. Wewe uliyesoma vyuo hivyo, ni rahisi kupata ajira ukisoma kozi yoyote, chochote utakachosoma kwenye vyuo hivyo. Lakini kuweza kupata nafasi kwenye vyuo hivyo ni ngumu, kuweza gharama yake ni ngumu. Mwambie jirani yako, hazina za gizani ni mali zozote, ni hazina zozote ambazo zimefichika sana, nafasi zake kupata ni ngumu, lakini mali zenyewe ukipata ni kubwa. Hizo zimefichika, ziko kwenye mazingira ambayo sio rahisi kuona fursa hizo. Sio tu mali kwa maana ya mali, hata fursa ambazo sio rahisi kuzipata, sio rahisi kuziona, sio rahisi kupata fursa hizo, sio rahisi kupata nafasi hizo. Ni nafasi fiche. Wanasema pia kwenye mambo ya teknolojia, wanasema pia data fiche. Data fiche. Data ni pamoja na taarifa. Data fiche ni pamoja na taarifa fiche ambazo taarifa hizo kuzipata sio rahisi. Unazipataje? Wewe nani? Wewe unaogopwa kwa kuwa na data hizo, kwa kuwa na taarifa hizo. Wako wenye akili wanaofahamu mambo ya data wanaogopa. Nilikuwa naongea na Mama Neema sijui jana, nilikuwa namwambia kuna watu wana taarifa na wao wenyewe hawajijui taarifa walizonazo ni fedha. Na taasisi ambazo zinahitaji taarifa hizo zinaweza kukulipa kwa sababu wewe hujui taarifa ulizonazo ni hazina za gizani. Wanakulipa bila wewe kujua, bila wewe kujua unalipwa. Kuna watu wanalipwa bila wao kujua wanalipwa, kutokana na data walizonazo ambazo wao wenyewe hawajijui kama data hizo zinatafutwa, na zikipatikana zinanunuliwa. Inabidi ulipwe bila wewe kujua. Yaani ukiwa na taarifa fulani, mtu paka anatetemeka, anashangaa, anasema jamaa tumtengeneze mazingira ya kumlipa kwa hizi taarifa, tusimwache bure. Na kama na data zingine itakuwa nzuri sana. Wanakuwa na case study, wanakuwa na uchimbuzi kabla hawajaenda kwenye field, kabla hawajaenda kwenye utekelezaji. Wanakuwa na case study. Na kufundisha vitu vigumu eti ni vizuri, hata kama vigumu si ni vizuri. Haya ni maarifa fiche. Haleluya. Sasa Biblia inasema Mungu anaahidi kwenye Isaya, nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa, zilizo sirini, mali ambazo ukipata kadogo kakuweka mfukoni, wewe umetoka, utakula wewe na watoto watakula na wajukuu watakula. Mungu anasema hivi,
Sasa kwa nini hatupati? Kwa sababu pia mali za gizani, hazina za gizani wanafanikiwa kuzipata walio na maarifa fiche. Unapoomba, muombe Mungu akusaidie kupata hazina fiche, maana hazina fiche ukibahatisha kuipata umetoka.